Ingawa Kevin John hakufunga kwenye mchezo wa jana, lakini alikuwa na mchezo mzuri sana. Alicheza vizuri, alikuwa anafanya link up na wachezaji wenzake vizuri, na alikuwa anatoa room kwa wachezaji wengine kuweza kulishambulia boxi la mpinzani. Yaani ni mchezaji ambaye alikuwa involved kwenye mchezo kwa muda wote. Alikuwa hakubali kuwa isolated. Timu ilikuwa ikishuka kuzuia na yeye anashuka, lakini kulingana na speed alionayo timu ilikuwa ikishambulia anakuwa tayari ameshakuwa kwenye eneo ambalo anapaswa kuwepo. Kwa hiyo alikuwa na performance nzuri licha ya kwamba hakupata bao. Lakini ukimwangalia Mabula, yes, hakuonekana kwenye maeneo mengi ya kunyang'anya mipira, lakini kwenye build up ni mchezaji mzuri sana na ana trace kwenye kutrace kwake, ana speed na anafika kwenye maeneo. Yani ni mchezaji fulani ambaye anatumia sana akili na anacheza kwa kuzingatia nafasi. Sina kumbukumbu kama kuna sehemu niliona anagongana na mtu kwenda kumnyang'anya mpira, lakini alikuwa anafanya zile zone blocking. Anaenda anasimama njiani sehemu ambayo mpira au mtu atakiwa apite, yeye anasimama. Tayari anakuwa amedistract uone wa mchezaji ambaye anashambulia, anamfanya mchezaji anabadili uelekeo. Kwa hiyo kwenye kushambulia ni mchezaji mzuri sana kwenye kusogeza timu juu, lakini kwenye kulinda si mchezaji ambaye anaenda direct kwenda kumwataki mtu kwenye mwili. Anasimama sehemu kwa lengo la kuharibu ule uoni wa mchezaji, wala kumpotezea concentration na maamuzi ambayo anaweza kapeleka effect kwenye timu yake. Mara kadhaa nimekuwa nikisema hichi kitu. Unajua bado ni mchezaji ambaye ana vitu vingi sana vya kujifunza, na niko tayari kukosolewa kwa hichi nitakachoenda kukizungumza, lakini ndicho ambacho mimi ninachokiamini. Tunahitaji kumpata Aishi Manula. Kama tungekuwa tuna almost miezi miwili mbele, yani kwa namna yote ile tungeomba Azam tu Manula apate playing time, awe fit ili aje kutusaidia. Unless otherwise, yani tunapaswa kuangalia X factor ya kutufanya twende na Yakub Suleiman kama goalkeeper namba 1. Yani kama Kawawa huko aliko ana match fitness, wamwite tu aje kuja kutunusuru, kwa sababu ukiangalia the way ambavyo Yakub Suleiman anavyocheza, yani unajua muda wote anaweza kusababisha hatari. Nimekuwa nikizungumza mara kadhaa kwamba si mchezaji mzuri kwenye miguu. Kwenye short stopping sina shida naye kabisa, lakini kwenye mpira wa kisasa unahitaji uwe involved kwenye mchezo. Angalia the way ambavyo alifanya clearance kwenye lile goli la kusawazisha la Kuwait, akapiga chini, akaenda kumpa mtu mpira akafunga kwa njia rahisi sana. Ile ni kwa sababu hana confidence na hakuwa tayari ameamua ni ule mpira au peleke wapi. Kwangu mimi, kwa the way ambavyo nimekuwa nikiona Jigidiara na Musa Pinpin Kamara, wala ule mpira asingebutua. Alikuwa na uua then anaangalia aenda kuanzishia kwa upande upi, lakini kwa sababu hiyo confidence na hiyo fluidity ya Suleiman hana, ndio maana tunaendelea kustruggle na hata tukosti. Yani kama tutaendelea kumwamini, tuwe tayari kuingia kwenye gharama ya kupoteza michezo kadhaa kulingana na aina ya wachezaji ambao huko kwenye AFCON tunaoenda kukutana nao. Tuko na Tunisia, if I'm not mistaken, tuko na Nigeria, tuko na Uganda. By enemies, hata kwenye makaratasi hizi timu zote ziko juu yetu, whether tunakubali au hatukubali. Sasa tunaenda kukutana na watu ambao wanaweza kuwa ni hatari zaidi. Hata wa Uganda ambao nadhani tunaweza kusema kwamba tunawakaribia, lakini tayari ndani ya Simba kuna mchezaji anaitumikia timu ya taifa ya Uganda. Atawaambia madhaifu yake, wewe wenyewe fanyeni nini? Pressing, mtapata kitu. Kwa hiyo nadhani kama hatutawaamini wasaidizi wake alionao kwenye timu ya taifa kwa sasa hivi, waangalie mtu mwingine ambaye yuko nje ya Taifa Stars ambaye anaweza kaja kutunusuru. Lakini tukisema tuende naye, muda umemalizika na timu yetu ndio hiyo. Yani unajua ukiondoa Msuva na Bwana Samata, I don't think kama kuna mchezaji mwingine ambaye tunayemtegemea anaweza kaitwa na kuleta kitu kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo muda uliobakia ni mfupi sana, kwa sababu ni tarehe 20 tu ya mwezi Disemba ya mashindano yanaenda kuanza. Kwa hiyo hakuna tena room ya maandalizi, na bahati mbaya ni lazima kambi ya timu ya taifa ivunjwe. Timu zinazoshiriki mashindano ya kimataifa kwa maana clubs ziende zikashiriki, then ligi kuu Tanzania bara iendelee. Maana yake ni kwamba kutakuwa tena kuna almost wiki 2 au wiki 3 za hii timu kutokuwa pamoja. Maana yake ni kwamba baada ya wiki 2 au 3 watakaporudi tena kukusanywa kujiandaa kwa ajili ya mashindano ya AFCON,
Miguel Gamondi atakuwa kama anaanza mwanzo tena. Jamani, tulifanya kosa hili, tunatakiwa tufanye hichi kitu, tufanye hichi kitu, kwa sababu kama leo watakapofika Tanzania au kesho watafika Tanzania, maana yake direct kambi inavunjwa, wachezaji wanaenda kwenye timu zao, kwa sababu weekend ijayo Simba, Yanga, Azam na Singida Black Stars zinaenda kushiriki mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo hakuna namna ambavyo kambi inaweza ikaendelea kuwepo, lazima kambi ivunjwe. Kwa hiyo kwa muda tuliobakia nao, tukeshe tunaomba